Wapendwa wa Kristo wa Katoliki, naitwa Padre Cleophas Alfred Sukari, ni paroko msaidizi wa pili wa parokia Mojerwa, lakini pia ni msimamizi wa rasilimali fedha wa chuo cha ufundi cha Mbeya. Nikiwa katika huduma ya kichungaji, nimemuona kijana kwa mbali amevaa mavazi ya kikuani, kwa maana kanzu na mshipi mweusi kiunoni. Basi nilipomuona nikijua ni flate au nikijua ni padri mwenzangu akiwa katika kampeni za kisiasa za chama kimoja cha siasa, ambao wanafanya kampeni leo hii tarehe 4 mwezi wa 10 maeneo ya Mwansekwa, Mbeya vijijini. Nikatuma katekista wa kigango cha Mwansekwa na katekista wa kigango cha Isanga waende wakamwite. Walipoenda kumwita, nikamuuliza yeye nani? Unasema unaitwa nani? Kwa sauti Junior nani? Junior Juma Ali. Wewe ni Muislamu? Ulikuwa Muislamu kaji, kwa hiyo hauswali wala usali. Basi nilipomhoji kwamba yeye ni nani, akasema yeye ni mtu tu, lakini amevaa mavazi kwenye kampeni. Na anasema haya mavazi uliyakuta wapi? Kwenye bajaji au mavazi aliyakuta? Ukafanyaje? Kwa nini usingepeleka kituo cha polisi? Kwa mfano ukipokota kitambulisho cha mtu sio kupeleka wapi? Usingepeleka kituo cha polisi. Walipokataa ofisi za bajaji, usingepeleka kituo cha polisi. Kwa hiyo Wakristo wa Katoliki muone hali ilivyo. Kwa mnapomuona mtu amevaa mavazi ya ibada katika mazingira ambayo sio ya ibada, mumhoji, mchukue hatua. Sasa huyo amevaa mavazi ya kikuani, kanzu na sashi, yupo kwenye kampeni za chama fulani cha siasa. Sijajua alikuwa na lengo gani, kama ametumwa au alivaa bila kujua, sijajua. Lakini Wakristo wa Katoliki tuchukue hatua. Sisi mapadri tuchukue hatua. Kipindi hichi cha siasa yanaweza katokea mambo mengi, mazuri, mabaya. Kwa lazima tuchukue hatua. Tunapoona vijana kama amevaa mavazi kama katika mazingira ambayo sio mazuri wala hayafai, lazima tumuoji, lazima tumuulize, tuchukue hatua. Amen. Angalia Wakristo wapone jinsi unavyotuzalilisha Wakatoliki. Basi kwa kuwa anasema ajui, basi na mimi naomba nichukue kanzu hii, nichukue na huu mshipi na upeleka kwa mwashamba baskofu ambaye ndio alilipia mavazi haya kwa ajili ya vijana wetu. Basi kama umetumwa, kama unafanya kwa nia mbaya au unafanya kwa kutokujua, Mungu mwenyewe ndio atakuadhibu. Na tusali kwa ajili ya amani ya taifa letu, tusali kwa ajili ya amani ya nchi yetu, hali halisi.